pia taarifa hii kwa kina zaidi, lakini nikianza na mkongwe Jemedari Saidi, kwa namna ambavyo Mama Samia anavyozisapoti hizi club, bila shaka hizi club nazo zina deni kubwa, kwa sababu kama unapewa usafiri, malazi, kila kitu, inabidi upambane kweli kweli na kuhakikisha kwamba yale yote ambayo unawezeshwa unayatendea haki. Pasi na shaka swali langu limekaa hivyo, Jemedari. Kwanza uko sahihi. Naam. Uko sahihi, na mimi pia nipende kuchukua fursa kumpongeza rais kwa hicho alichokifanya, kwa sababu hili ndio limekuwa hiki ndio kimekuwa kilio cha watu wengi. Tumekuwa tukililia kuona serikali ikiingia moja kwa moja kwenye kuzisaidia au kusaidia sekta ya michezo nchini. Hakuna nchi yoyote ambayo imefanikiwa kimichezo duniani na wakati huo serikali ikiwa imekaa mbali. Siku zote serikali ndio mdau mkuu wa michezo kokote kule. Sasa kitendo cha serikali kuonekana imeingia moja kwa moja kwenye swala la michezo, na sio kwamba sizungumzi kwamba ni Simba tu. Tuliona wakati fulani ya Afrika walipokwenda hatua kama hizo, wakaenda mpaka finali, wenyewe walipewa ndege hivi, na ningetamani pia kuona michezo mingine pia wakifika hatua kama hizi na wenyewe wanafanyiwa hivi, kwa sababu watu wa michezo mingine wamekuwa wakilalamika. Kwa mfano, kuna timu ya cricket ya vijana, nafikiri under 19, inakwenda World Cup baada ya kwenda kwenye mashindano imeshinda, na yenyewe tutategemea kwa sababu tutakwenda kwenye World Cup itapata hiki ambacho timu za mpira pia zinapata. Tukirudi kwenye jambo la Simba, kama nilivyotangulia kusema awali kwamba serikali ndio mdau mkuu, ndio mdau namba moja wa michezo kwenye nchi yoyote. Na hapa kwetu pia serikali inapaswa kuwa namna hiyo. Tunakumbuka wakati serikali kuanza kujiintroduce rasmi kwenye mambo haya ya michezo kwa kusaidia wakati wa serikali ya awamu ya 4 ya Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, walipoamua kulipa mishahara ya makocha, na hawakuwa kocha tu wa mpira wa miguu, ilikuwa ni makocha wa michezo mingine yote ikiwemo mpira wa miguu. Kwa hiyo kutoka pale tuliona Masimo wakilipwa na makocha waliofuata, baadaye iliondoka, lakini sasa hivi pia imerudi kwa kasi kubwa. Tumeona pia kwenye goli la mama, tumeona pia mama akishiriki kwenye jambo la wasanii pia wamekumbukwa hapo kati. Kwa ni kitu kizuri. Turudi wale wasanii waliopelekwa nje, nakumbuka. Sawa, hata kwa comedians pia ameshiriki. Alikuwa kwenye tuzo zile pale. Kwenye tuzo alitoa yeye pesa kwani? Mimi nazungumzia ule mchango wa, yani kuwepo okay. Kama mgeni rasmi au kama mwalikwa. Lakini hiki kilichotoka hapa ni kwamba kwanza aliwahi kuwepo kwenye Simba Day. Lakini leo ametoa ndege ambayo ina wafanyakazi wanalipwa. Amelipa na malazi. Unaona hicho kitu? Na ukienda kwenye stage unaenda tu mara moja na kuondoka. Kabisa. Unaona? Kabisa. Lakini hebu turudi kwa wenzetu. Kwa mfano Kongo tu, timu zao zinapofika hatua kama hizi zinahudumiwa na serikali. Yes. Kwa serikali yetu sisi kufanya hivi ni kitu kizuri pia. Sio? Lakini watu walioko kwenye nchi za jirani nimewahi kuishi Rwanda kwa kucheza mpira. Nimewahi kuzungumza na watu pia wanatamani kuona na wenyewe interested on goal la mama. Wanaona kama ni kitu kizuri na wao pia kuwa huko wakifanyiwa hivyo. Sawa, hiki ni kitu kimebuniwa huko, kimeendelea. Lakini nataka kusema tu kwamba wenzetu wamefanyiwa hivi years and years now. Kwa hiyo pia inaonyesha support kwa serikali kwa watu ambao wanashiriki sekta ya michezo. Sio sekta rasmi, ni sekta rasmi ambayo inaajiri watu wengi mno. Na kuna pesa nyingi mno huko zinatengenezwa. Kuna kodi zinachukuliwa huko. Kwa serikali kuona kwamba ni time ya wao kuunga mkono kwa kutoa ndege, kulipia malazi na vitu kama hivyo, nafikiri unafanya kitu kizuri, na nataka kuamini pia inawajibika kufanya hivi. Sio kitu ambacho labda ni watu wanataka kusema tu kwamba unajua mtu mwingine anasema kwamba
angeweza kuwa rais mwingine na asingefanya. Yes, tunamshukuru yeye anafanya, lakini wajibu pia kufanya kwa sababu ni watu wake. Sio tunashukuru kwa sababu anafanya, ana moyo huo wa kufanya, ingawa anawajibika kwa sababu kwanza kwenye ukiachana na usafiri malazi, lakini tukija pia kwenye goli la mama pia inaongeza pia motisha kwa klabu hizi, kwa sababu ukifunga goli sio motisha, tuna deni kama ulivyozungumza awali. For instance, unafikiri Simba unajisikiaje sasa kuwa wamepewa ndege, wako comfortable kweli, wamelipiwa malazi na ni mkubwa kwa sehemu wanaoangalia kabisa mcheza. Sasa unafeel hilo deni kwamba tunatakiwa tulipe hiki tulichopewa kuja kukifanya huko. Kwa wamewapa mzigo Simba, nafikiri wanapaswa kulipa ili deni kwa sababu hizi ni kodi za Watanzania. Miongoni mwa wanaosafiri hawako wengine si wa Tanzania kabisa, wana deni ya kodi zetu. Yes. Hizi ni kodi hizi bana. Ni kweli. Kodi. Mimi na wewe tulipo mshahara hapa tunakatwa pay as you earn. Kabisa. Unafikiri ndio nini? Ndio hii inaenda huko kutumika baba. Kiufupi ni kwamba tunakwenda kumlipia Detra Fernandez Mavambo, tunakwenda kumlipia Ahwa akapiga watu wapige. Iwezekani. Lazima deni akae nalo kaka. Umeichukua Evans sio? Hii nimeishi nayo, sio kuichukua. Simba wana deni kubwa. Hili deni la Tanzania kwa sababu unajua wakati mwingine hizi klabu zinaposafiri kutoka Tanzania kwenda nchi nyingine huko, masuala ya usafiri watu wanachukua muda mrefu kulikweli, lakini umetengenezewa mazingira rahisi. Sasa kilichobaki ni wewe kwenda kuwakilisha vema uwanjani. Okay. Lakini mimi kwenye hili tamko la Simba nina shida moja tu. Kwa mnyama. Si tumesoma hapo nini how do we call it? Ni barua, ni press release, how do we call it? Tweet barua hivi imepostiwa au? Ambaye andika Mo. Ndio. Afili ilitoka kwa Mo akawa collaborate Simba. Hapo ndo tatizo langu mimi lilipo. Tatizo ni nini tena? Iliyopewa ni taasisi ya Simba Sports Club. Ndio. Sawa? Hajapewa Mohamed Dewji. Ndio. Mohamed Dewji ni mwekezaji kwenye timu. Na yeye alikuwa na jukumu kama hili kulifanya. Sasa iliyopewa ni taasisi ambayo yeye anaisimamia. Na taasisi inajulikana, ina address, ina headed paper yake ya Simba Sports Club. Si kama mnajua. Ndio. Simba wanapotoa tamko lao wao kama club wanatumia headed paper yao. Haijakaa vizuri kwenye kitaasisi kutumia headed paper ya mtu binafsi. Mohamed ni mtu binafsi. Ni rais wa Simba. Ni mwenyekiti wa bodi, lakini ilipaswa kutumika headed paper ya klabu ya kitaasisi. Ndio iliyopewa hii kitu. Hajapewa yeye. Imepewa taasisi ya Simba Sports Club. Na taasisi ndio ilipaswa, hata kama maandishi yameandikwa kwa kumnini yeye, like chini huko. Yes. Signature block ingekuwa ya kwake bado. I agree. Lakini ingekuwa imetoka Simba Sports Club. Isingetoka kwa Mohamed. Na jemedari. Kwa sababu waliopewa ni Simba, ndio wanapaswa kutoa hizo shukrani. Kwa lazima kuwe na address ya Simba. Simba sio Mohamed. Mwingine zikana sikuelewe kwa haraka. Lakini mimi nimekuelewa nini ambacho unamaanisha. Ukisoma hii barua kwa niaba ya klabu ya Simba Sports Club, napenda kutoa shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa nini isiandikwe hivi? Simba Sports Club inatoa shukrani. Ndio iliyopewa Simba. Hajapewa mtu. Mnaelewa vizuri? Ndio. Unajua hapo watu lazima waache kuchanganya. Unajua sisi tuna mapenzi. Mtu atasema sasa si ndo tajiri, huyu si ndo nani? No, utaratibu unapaswa kufuatwa. Kabisa. Utaratibu iliyopewa, hata kama yeye ni rais wa Simba, hapewi kwa jina lake, hapewi yeye, inapewa taasisi ya Simba Sports Club. Na ndiyo mama aliyoipa. Kwa hata mimi ningependa kuona Simba ndio inashukuru. Sawa? Kama taasisi, kama club. Umeelewa? Ikitumia headed paper za kwake. Kabisa. Hili sio jambo la mtu. Unajua hapa katikati Simba niwahi kusema siku moja hapa. Simba amekuwa akifanya mambo mengi ya kienyeji. Mzee wangu pia Azim Dewji alizungumza wakati wa kwenda Al-Masry pia.
akatoka yeye, mama amesema, we ni nani? Nitaenda kuwaombea. Yaani we ni nani? Kwani Azim kwenye Simba ni nani? Alafu nimeona kama na yeye Azim mwanachama mkongwe. Wako wangapi wanachama wakongwe? Wakina mzee Dalali utakumpaka viongozi. Kila mtu sasa aseme ndakwenda kumwombea mama. Lakini pia vile mama alikuwa mfadhili wa Simba. Wakati wake umeisha. Umeelewa? Hizi timu zishafadhiliwa sana kabla na baada ya yeye. Wakati wake umefanyaje? Umeisha. Ndio maana siku moja tuliwaambia Simba hapa, huyu mzee Dewji alizungumza kuelekea mechi ya dabi. Kama nakumbuka, akamzungumza sana kuhusu mwamuzi Anajiga. Na akasema sio kama Muislamu, sio atafunga, atafanyaje? Haya ni mambo sio ya kitaasisi. Taasisi ipaswe kuendeshwa namna hiyo. Hayo ni mambo ya kienyeji. Ndio maana unaona sasa badala ya taasisi kushukuru, anashukuru mfadhili. Unaelewa vizuri? Sawa. Simba wanapaswa kuwa professional guys. Hapa wanachokifanya wala sio utaratibu. Ni kitu cha hovyo. Utaratibu upaswa kuwa namna hii. Unaelewa? Nakuelewa. Unaelewa vizuri? Nakuelewa. Sawa. Tuko sawa. Kwa wao kama taasisi hiki walichokifanya, they think inawezekana wanampa rais wa klabu, unajua, na sisi ni sifa ya kibinadamu. Kila binadamu anapenda sifa, anapenda kusifiwa, si ndio? Lakini wakati mwingine mpe sifa kufuata utaratibu. Kwa hicho kilichotokea hapa, utaratibu umekiukwa. Na Simba ni pia mimi na shauri Simba waandike barua nyingine pia. Umeelewa vizuri? Na waache. Mimi nasema waache kila mmoja kutaka kutoka na kuizungumzia Simba. Unajua wakati mwingine ndio maana mimi nilisema siku ile, Simba inapaswa kutoka kumkana huyu mzee. Ukikaa kimya, maana yake umemtuma au unakubaliana nacho kisema. Siku atakuja kutoa boko kabisa. Utafanyaje? Ndio siku utakayotoka na kusema kwamba sisi hatuhusiani naye. Kama uwezi leo, utoweza mpaka siku hiyo. Tunajua kweli mwekezaji ni Mtanzania mwenye asili ya India au ya Asia, lakini pia huyu mzee alikuwa ni mfadhili. Muda wake ulipita. Ninachokiona ni kama mzee, kwa sababu siku zile ya kupata kikombe aliishia finali. Naona kama sasa anataka kutobolea umo na twende kwenye finali tukachukue kikombe, yeye akipita mlango wa nyuma, kwa sababu kila jambo likizungumzwa yeye yupo. Awaachie viongozi wapo. Hata wakati ule yeye alikuwa mfadhili, kulikuwa na viongozi ndio walikuwa wanazungumza. Kwa Simba naona kama inaingia kwenye, kama inataka siku moja Jeff alisema kama ni timu ya familia sasa. Ndio. Isiwe namna hiyo. Na ndio maana hapa kwenye ujumbe, huyu ni Laban Solomon anasema Jemedari anzisha timu yako, uweke huo utaratibu unaotaka wewe. Ndio hapo. Hawa ndio tunawaambia wakati ule. Ndio. Leo mnashinda. Mnampa mfadhili kila kitu hiki. Jamani sio sawa. Sisi tunataka kushinda tu, baadaye walirudi chini wakasema mwenyekiti wao anakuwa kama nini, kazi yake kufunga na kufungua mlango. Wakamalizana hivyo, wakarudi tena wakataka kurekebisha katiba. Wengine tunawaambia sasa, jamani sio utaratibu huo. Wanashinda. Siku watakapoanza kufungwa watakumbuka hiyo. Unajua sisi ndio jana juzi lini nilikuwa nasema kuhusiana na ushamba wetu. Na unajua kwenye mimi kinachonikera sana watu kuona kwenye mpira kama kuna watu wajinga ambao wanaweza wakawaendesha tu. Na simply huyu tajiri, huyu hakuna anemchukia Mo. Mimi hapa kati ya serikali ya awamu ya 5 watu waoga kama nini kwenye serikali ya awamu hiyo. Mo alikamatwa, mimi niliandika andiko na watu katika comment zao, go back ukaone Mo alivyotekwa, nilivyoandika nikasema huyu ni mtu ameajiri watu 30,000. Fikiria watu 30,000, mmoja kati walipokodi wakubwa, anatikwaje? Sawa, mimi nilijitoa kumwandikia Mo kwa sababu kweli ameajiri watu zaidi ya 30,000, analipa kodi. Au watu 30,000 unafikiri wanategemewa na watu wangapi huko nyuma? Mimi namchukia huyo Mo, simchukii, sawa, lakini anapofanya isivyo, I'll have to speak kwamba hii sio sawa. Kwa bila kujali timu yake, si kwani yeye timu yake. Hivi vitu vingine hivi ndio vinavyomchelewesha hata FCC kumpa timu. Okay. Sasa hajakabidhiwa tu hivi, siku akichukua ni hatari. Sina kuambia hapa, nataka mtu anayefikiri. Kwani mpaka leo analalamika timu apewi, analaumu watu sio FCC, kwa sababu watu wanaangalia. Sawa, kwa watu wanatakiwa kuwa makini na hivi vitu. FCC ni serikali,
wanakuangalia. Sindio? Yeah. Vitu vidogo hivi kesho utaita watu utaanza kusema sisi hatupewi timu mpaka leo tunakwamishwa, watu wanakupima lakini. Kwa vitu vingine hivi ndivyo katika hayo yote ambayo Jemedari, katika hayo yote uliyozungumza, tukihitimisha yeah. Picha itajengeka hapa kwamba huenda unachuki na Mo Dewji. Sana chukia naye kwenye jambo gani? No. Mimi namchukia tajiri kaka, mimi maskini unajua. No. Namchukia tajiri kwenye jambo gani? Kwa hizi hoja ambazo umezizungumza. Haya ni mawazo yangu. No. Haya ni mawazo yangu, ni maoni yangu. No. Na hii hoja nimeweka, hoja haipigi konzi. Inatakiwa kujibiwa tu. Ndio utaratibu ulivyo. Na ni kweli. Na wala huna haja ya kumshambulia mtu wa hoja, shambulia hoja tu. Jibu kwa kufuata hoja. Ndio hivyo tulivyofundishwa sisi na rais wa awamu ya 4 Mheshimiwa Jakaya Kikwete. Na mwisho wa siku utaratibu lazima ufuatwe. Lazima, sio swala la kumbembeleza mtu. Yeah. Simba ni taasisi, iliyopewa ni Simba, sio mtu. Watu waache uoga. Umeelewa vizuri? Nimekuelewa. Iliyopewa ni taasisi ya Simba Sports Club, sio Mohamed. Mohamed yeye ana taasisi yake. METL, si ndio? Mohamed Enterprises Tanzania Limited. Sio ana Momosi Foundation, ana nini. Ikipewa hivyo akashukuru kama yeye, I'm okay. Lakini mimi nadhani Jemedari kushukuru te kama yeye ingekuwa sio hoja, ila hoja ni yeye kushukuru, lakini kwa niaba ya klabu ya Simba ndio hoja ilipo hapo. Yeye kushukuru kama yeye sio tatizo. Alafu yani hapo ni kama vile klabu haijashukuru. Alichosema Mkai kwamba Simba itoe taarifa nyingine kwa niaba. Simba na viongozi klabu ya Simba. Yani yeye kama angelihitaji kushukuru, ilipaswa ujumbe uposti kwenye peji yake kama peji yake yeye binafsi. Alafu Simba kama taasisi ije ishukuru kwa wao kama wao binafsi. Alafu amcorroborate. Lakini kilichotokea yeye ameshukuru akacorroborate Simba waka accept. Come on. Lakini achana na mambo ya boss bana wewe. Lakini Jemedari, pamoja na sisi binadamu sifa zetu kusahau, kufanya makosa, huyo kakosea. Lakini twende mbali zaidi, napo hapa kuna madhaifu kwenye management ya Simba. Kwa hiki ambacho kinaendelea. Unamwona huyu? Sasa huyu mchukue ndo CEO wa Simba, angefanyaje? Pazito. Ndio hawezi huyu hapo. Kwa hiyo ndo CEO wa Simba mchukue. Tunaweza kusema sasa lakini si bosi, ndo CEO sasa. Kwa picha hii kwamba hamna mtu mkubwa kuliko klabu kuliko taasisi. Mimi naelewa kila kitu, na ndio maana mimi nimeenda kama wao walivyoenda. Yaani mimi hapa kwa kusema kwangu hivi maana yake ndio wao walivyoenda. Wameshindwa kupinga kwa sababu bosi ndio kashaamua na ushauri. Yani inawezekana umeshauri lakini ushauri hujatendewa kazi. Yeska, Simba ni taasisi na kuna mfumo, nisikilize basi. Kuna mfumo umewekwa pale kwa ajili ya kuiongoza taasisi. Hata hapo ofisini tulipo hapa kuna wamiliki wa kampuni, lakini kuna watu sema management ambao ndo wanatumanage sisi kila siku na wanasimamia shughuli za kila siku. Unanielewa? Kama kuna hitilafu yote ama kuna changamoto yote imejitokeza hapa, hawezi tu kutoka from nowhere kuanzia kwenye wajumbe wa bodi direct kuja hapa kuanza kutuhoji. Wataanza na wale ambao wamewaweka kuisimamia hii taasisi. Kwa Jemedari anachozungumzia kuhusu Simba ni kwamba yani Mo anakuwa front, karibia kwenye kila kitu anakuwa mbele yeye. Taasisi na watu ambao wanatakiwa kuwa front kwenye baadhi ya vitu. Mimi sijapinga, lakini mimi nimejaribu kuvaa viatu vyao. Soma, nimerudi hapa mimi kusoma. Yaani hata address iliyotolewa hapa ni ya Mo, sio ya Simba. Mpaka eneo ambalo hii kitu imetoka. Ni PPF Tower huko Golden Jubilee, sio bla 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 bla. Website ni ya METL. This is for Simba, not for METL. Simba. Tusiondoe hiyo kitu. Simply huyo aliyefanya mtajiri. Come on man. Yes. Ni kweli. Tajiri hapa amefanya sivyo. Na Simba kukubali hii, ndio nimekuambia Simba wanafanya vitu vya uongo hapa, vitu vya ulitumia neno hovyo. Ndio. Ni hovyo. Wala tusipesema. Wewe Mkai unafikiri ni kwa nini mchakato wa maliziki na unataka zaidi kama hivi tu? Vitu kama hivi brother. Hivi watu wanaviangalia, it's about details. Details ndogo hao wanaotaka kukuidhinisha, they are looking, they are watching kwamba lakini Jemedari, unajua kwa mfano wewe ni mkuu wa department ya sports. Sio kwamba umekamilika. Ni kweli. Sometimes inawezekana umeenda nje kidogo. Mimi nitakushauri. Ni kweli. Sasa inaonekana pia
Mo hashauri vizuri pia na walio chini yake. Wanamuogopa. Inawezekana mambo mawili. Inawezekana ashauriwi. Yes. Kwa lengo la kumuogopa kama anavyosema Magunga. Ndio. Inawezekana anashauriwa hapokei ushauri akakulazimisha kwa sababu unamuogopa huyu ndo tajiri ukafanya ndivyo sivyo. Inahitaji mtu mwenye guts ya kusema no, don't do this. Sisi tunafanya hivi. Na naweza au kama ungemkubalia wangekuwa na wazo kama la kwako pia. Au pengine hata wao hawakuwaza hayo yote. Let's take it kama yeye kwa sababu yeye ametucollaborate kwa sababu tumpush, lakini sisi as taasisi ya kwetu ni hapa simple. Alafu unamcollaborate yeye, kama ata accept is okay, it doesn't accept is okay. Lakini nyinyi kama taasisi mmefanyaje? Mmeshukuru. Hapa is about Simba na Simba ina watendaji wake. Kwani leo ikizungumzwa kiongozi wa Simba anatakiwa na kwenda yani kuna sentence nyingi tu. Ingekuja pia kwa mfano unaweza ngaandika pia bodi ya wakurugenzi ya Simba Sports Club chini ya Mo Dewji simple mshukuru. Lakini kaka unajua jambo hili jambo hili kwa CEO huko kwenye bodi hii ni mwenyekiti wa Simba kaka. Hii ni mwenyekiti wa Simba Murtaza Ali Mangungu. Sasa umenielewa. Hili ni jambo lake. Basi na kuna CEO yupo. Ndio watu wanatakiwa kutoa hivi vitu, ni mtendaji wa shughuli za kila siku. Mwenyekiti tuna waziba. Yani hii inatengeneza picha kwamba hao wenye mamlaka ya kufanya hizo kazi za kila siku hawafanyi kwa sababu wako tu kupitisha vitu. Kwa sababu hiyo wameiona na wamepitisha. Basi sawa, moja kwa moja hapa tunaungana